Kwa sasa hakuna sababu ya kutumia Viagra kwa wagonjwa ambao wanahangaika na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Una mgonjwa mwenye shida ya upungufu wa nguvu za kiume anahitaji kanuni hii moja, na kanuni moja hiyo ina uwezo wa kutibu tatizo la upungufu wa nguvu za kiume na kuongeza nguvu zake za kiume na kurudi kwenye hali yake ya awali. Uko nami Emmanuel Mpalie ambaye kitaaluma ni nutrition specialist. Mada leo niko hapa kufahamisha kanuni kuu moja ambayo unaweza kuitumia kukinga, kutibu tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Twende sambamba. Kuna kanuni moja ambayo wagonjwa wenye shida ya upungufu wa nguvu za kiume wanapuuza, ama walio wengi hawajabadia kuambiwa hata wanapokuja mazingira ya hospitalini. Wanapewa tu hizi Red Blue pills ambazo ni Viagra na kutumia ambazo mshasiri na changamoto. Kanuni hii moja ndio ambayo nahitaji. Kanuni hiyo inasema kwamba ni L jumlisha M ni sawasawa na nguvu za kiume. L inasimama kwa neno ambayo kwamba ni lishe bora ya vyakula vitokanavyo na mmea. M inasimama kwa ikiwakilisha neno mazoezi. Ukichukua vyakula vitokanavyo na mmea ukavitumia ikawa unafanya na mazoezi kwa wakati mmoja, hakika ni mwezi mmoja tu unatosha wewe kuweza kujinasua na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Swali ambalo labda hapa wagonjwa wengi nadhani unahitaji kufahamu ni kwamba ni aina gani ya lishe mtakao itumie, na kwa upande wa mazoezi na aina gani ya mazoezi ambayo mtakao yatumie na uyafanye kwa wakati gani. Na kitu kingine mtakao kifahamu tu kwamba ni mazoezi yote yanafaa kuyafanya pindi unapokuwa unajinasua tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo maswali yote haya naenda kuyajibu ndani ya dakika chache zijazo. Tuanze kwanza kuangazia na neno L ambayo inasimama badala ya neno lishe ya vyakula vitokanavyo na mmea. Huwa na shauri na kuna tafiti za kutosha ambazo zinaonyesha wazi kwamba kwa mgonjwa ambaye ana shida ya upungufu wa nguvu za kiume inatakiwa atumie vyakula kwa wingi vitokanavyo na mmea. Vyakula vitokanavyo na mmea ndio pekee ambavyo vimedhibitika kuweza kudiri na mzizi wa tatizo la upungufu wa nguvu za kiume na kusaidia kukinga na kutibu tatizo hilo la upungufu wa nguvu za kiume. Ni vyakula gani hivyo vya mmea ambavyo vinasaidia kwenye kutibu tatizo hilo? Moja ni habari za kutumia habari za mboga za majani, hasa zenye rangi ya kijani. Majani ya maboga, mchicha, tembele, kuna sukuma wiki, kuna broccoli na mboga nyingine zenye rangi ya kijani. Zinafanya kazi ya kutibu kwa sababu ya wingi wa nitrate. Kuna habari za matunda. Matunda yote yako vizuri, ila tikiti maji ni kiboko kwa sababu ya wingi wa citrulline. Kuna tango liko kwa upande wa mboga, kwa maana kwamba inatakika kwenye upande wa mboga, lakini nataka nikufahamishe tu kwamba tango ina habari za nitrate, lakini wakati huo pia ina kiwango kingi cha citrulline ambayo pia unahitaji kwa ajili ya kujinasua na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Kundi la tatu ya vyakula kama na mmea ambao unavihitaji wewe ni habari za jamii ya kunde na mbegu, ambao mfano wake ni habari za maharage, mbaazi, njegere, kunde choroko, mbegu za maboga, karanga, korosho, ufuta, kuna habari mbegu za chia seed, kuna hizi karanga rose ambazo ni almond, walnuts, kuna Brazilian nuts, kuna pachao nuts. Zote hizi jamii ya kunde na mbegu hizi unazihitaji wewe ambaye unapambana na shida ya upungufu wa nguvu za kiume. Kuna kundi namba 4 ambayo ni vyakula vya nafaka ambavyo havijakobolewa. Ninashauri na tunazo tafiti za kutosha ambazo zinaonyesha wazi kwamba matumizi ya nafaka ambazo hazijakobolewa kama mahindi ambayo hayajakobolewa, habari za mchele ambao hajakobolewa kama mchele wa brown, matumizi ya mtama, matumizi ya ulezi, vyote vinasaidia kwenye kupambana shida ya upungufu wa nguvu za kiume
Hata hivyo haishii tu kwamba hapo. Vyakula hivi vinasaidia hata kupunguzia hatari wa kupata masuala ya saratani za aina mbalimbali na kupunguza hatari wa kupata magonjwa ambayo yanaathiri mishipa ya damu pamoja na moyo. Kwa hiyo kuna faida nyingi ya kutumia nafaka ambazo zinakombolewa, ambazo mwisho wa siku zinakuja kuboresha mzunguko mzuri wa damu na kusaidia kujinasua tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Kwenye masuala ya vyakula, vitu kama na mimea, mwisho hapo kuna swala ya jamii ya mzizi pamoja na ndizi za kupika. Jamii ya mzizi nazungumzia hapo, kuna viazi mviringo, kuna viazi vitamu, kuna mihogo, kuna magimbi. Hapo tunasema kwa kuna ndizi za kupika. Hivi ni vyakula ambavyo kutokana na mimea ambavyo vinasaidia ama inatakiwa ndio visheheni kwenye mlo wa mgonjwa ambaye anapambana kujinasua na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Vyakula hivyo vina faida gani ama vina nini hasa ambavyo inasaidia kwa ajili ya kupambana shida ya upungufu wa nguvu za kiume? Ni kwa sababu kwa kupitia vyakula hivi tutaweza kupata habari za L-arginine, kemikali ambayo inasaidia kutengeneza nitric oxide ndani ya mwili wako kwenye mishipa yako ya damu, ambayo tunafahamu nitric oxide inasaidia mishipa ya damu iweze kuteleza na mishipa ya damu iweze kutanuka vizuri, hivyo kuruhusu damu ya kutosha kuelekea kwenye maumbile ama via vya uzazi vya mwanaume, na hivyo kukusaidia wewe ambao unapata changamoto ya maumbile ya kusimama ama ya mtambo wako kuweza kufanya kazi sawa sawa. Kuna habari za nitrate inapatikana kwenye vyakula hivi kutokana na mimea, hasa mboga zenye rangi ya kijani, ikiwa sababu na baadhi ya matunda pia ikiwa zina kiwango cha nitrate. Nitrate inasaidia kwenye kuongeza kiwango pia cha nitric oxide. Kuna habari za citrulline, kwa pia ni moja ya malighafi ambayo inasaidia kwenye kuongeza kiwango cha nitric oxide. Kwa hiyo vyote hivi vitatu vinasaidia kuongeza kiwango cha nitric oxide, ambayo ndio ufunguo wa mzunguko bora wa damu na afya ya mishipa ya damu na afya ya moyo, na hivyo kusaidia katika afya njema ya mfumo wa uzazi wa mwanaume na kusimama imara kwa maumbile ya mwanaume. Kuna issue ya flavonoids ambayo nasema kwa ni kemikali pia ambazo zinatoka kwenye mimea tu peke yake, ambavyo bado flavonoids zinasaidia kuzima mioto yote ambayo inaingilia mawasiliano kati ya hormones na masuala ya mzunguko wa damu, kwa maana kwamba inflammation zinaharibu afya ya mishipa ya damu, lakini kwa sababu ya uwepo wa flavonoids, hizi flavonoids ni anti-inflammatory na zinasaidia kuzuia hiyo mioto. Kwa hiyo hivi vyakula ndio maana ni bora kuwa sehemu ya tiba ya tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, na tofauti na vyakula vingine. Wakati tunatumia vyakula hivi na mimea, kuna vyakula tutakojitahidi kuvikwepa, hasa matumizi ya vinywaji ambavyo vimesheheni masuala ya sukari kutokea viwandani, masuala ya soda, masuala ya energy drink hizi, na masuala ya pombe. Habari za mafuta pia nafasi sio bora katika afya ya mzunguko wa damu na afya ya moyo, na hivyo kwa wagonjwa wote ambao wanapambana na shida ya upungufu wa nguvu za kiume, huwa tunashauri kwamba watumie vitu kama karanga, mbegu za maboga, ufuta kama sehemu ya mbadala wa mafuta kuweza kupikia. Wakati huo ni kupunguza kiwango ambacho kimesheheni mafuta mengi, vyakula ambavyo vimesheheni mafuta mengi kama vyakula vya wanyama, kama matumizi ya masuala ya mayai na maziwa kwa wingi sana, bila kusahau hizi nyama nyekundu pia, na huwa sio salama sana kwa mtu ambaye anapambana na shida ya upungufu wa nguvu za kiume. Sambamba na vyakula hivi, kuna habari za kuepuka masuala ya pombe na masuala ya uvutaji wa sigara. Hivyo vyote sio vizuri pindi unapokuwa unatekeleza programu hii ya kimatibabu. Ukiachana masuala ya vyakula, ifahamike tu kanuni inahusisha habari za mazoezi. Ikiwa nasema baada kwenye masuala mazoezi. Mazoezi ni muhimu, mjongeo uhai. Mwili ambao haufanyi mazoezi huwa unaishia kupata magonjwa. Kwa hiyo mwanaume ambaye afanye mazoezi, tunamtarajia moja ya magonjwa ambayo ataweza kupata ni tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Tunashauri mtu aweze kufanya mazoezi kwa sababu mazoezi licha kwamba na faida nyingi, lakini katika afya ya mishipa ya damu na moyo ni kwamba mazoezi yanasaidia katika ongezeko la nitric oxide. Inachochea zile seli zilizopo kwenye ukuta mishipa yako ya damu kuweza kuzalisha nitric oxide nyingi. Ndio tunashauri mtu kufanya mazoezi. Lakini si mazoezi yana manufaa kwa mgonjwa ambaye ana shida ya upungufu wa nguvu za kiume. Kuna mazoezi kadhaa ambayo ni bora zaidi kuweka sehemu ya program ya kimatibabu dhidi ya tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, ambayo namba moja kabisa ni kutembea kwa miguu. Jitahidi kuchukua muda, wala ambao na usafiri wao, basi jitahidi kutenga muda kuweza kutembea kwa mguu. Ni moja mazoezi ambayo kama aerobic exercise ambayo inasaidia
dhidi ya tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Kuna habari za kukimbia, wale ambao wanafanya jogging, ni kitu ambacho ni kizuri sana unaweza kufanya. Hapa ni sambamba na wale ambao wanapenda kucheza mpira, bado yani mazoezi pia yanasaidia. Kuna mazoezi ya yoga, hebu jaribu kuyafuatilia. Kuna namna kuyafanya mazoezi haya ya yoga, pia yanasaidia dhidi ya tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Kuna kuendesha baskeli, unaweza ukatumia mazoezi haya na pia yanasaidia. Kuna habari za kuogelea, ni pia ni moja ya mazoezi ambayo watashauri kwa mtu unazo ukayafanya. Mazoezi haya ndio mazoezi ambayo huwa nashauri uweze kuyafanya kwa wewe ambaye unapambana shida ya upungufu wa nguvu za kiume. Unahitaji tu kutenga nusu saa mpaka lisali moja kwa kila siku endayo kwa Mungu kuweza kufanya mazoezi. Unaweza kufanya asubuhi, unaweza kufanya jioni, au unaweza kufanya asubuhi na jioni mazoezi hayo, ikiwa ni sehemu tu ya program. Ukiwa umepata vyakula bora kutokana na mmea, wakati huo siku hiyo pia ukafanya mazoezi, hii ni tiba tosha ya tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Fanya majaribio takribani wiki 2 mpaka mwezi mmoja. Utaweza kupata matokeo. Kuhitaji kutafuta mtishamba wowote wala utafuta dawa ya Viagra ilipo, isipokuwa tu wewe unatakiwa ufahamu soko liko wapi, utafuta vyakula vilivyo bora na sehemu bora kufanyia mazoezi tu. Mambo haya mawili yanajitosheleza na yako proven, yamedhibitika kisayansi kuweza kusaidia kutibu tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Kwa kama ulikuwa unahangaika na hujui unaanzia wapi, hii ndo kanuni ambayo unahitaji, moja tu inatosha na sio kitu kingine. Nikushukuru kwa kuitazama video yangu. Ulikuwa na Emmanuel Mpalie, teacher specialist. Nikutakia wakati mwema. Kwaheri.